Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu wapendwa, wakati mwingine ninapowaza maneno ya Yesu nikitafakari, huwa inanishangaza sana. Hivi Yesu ni Mungu, si ndio? Yesu ni Mungu kabisa, ni Mungu, ni Mungu. Neno lake ndio limefanya kila kitu. Kwa mujibu uliopo katika Yohana sura ya 1, ninajua nafahamu ilo andiko, lakini tulisome tena. Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 1. Biblia inasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Fikiria hicho kitu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ukiendelea mstari wa pale chini, mstari wa 14, anasema hivi: naye nani? Naye neno alifanyika nani? Mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Akafanyika mwili, ambaye ndio nani wapendwa? Yesu. Kwa hiyo tunaongea habari za mtu mkuu sana, tunaongea habari za Mungu mwenyewe aliyewahi kuishi na wanadamu duniani. Tunaongea na mtu mwenye upendo wa pekee, mwenye master plan ya ajabu juu ya wote aliowaumba duniani, mwenye mpango ambao mwanadamu wa kawaida hawezi kufikiri akaufikia katika akili ya kawaida tu ya kibinadamu. Tunaongea juu ya mtu ambaye ametusamehe makosa yetu ambao tayari tulikwisha kuhukumiwa. Tunaongea habari ya mtu ambaye hakuwa na dhambi hata moja, lakini akafa kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Kwa hiyo sio kitu kidogo hichi ambacho tunaongea habari zake. Tunaongea juu ya mtu ambaye ametuandalia hatima yetu ya milele, furaha ya milele. Kama wewe ambao una mawazo mafupi na madogo sana, unawaza hatima ya watoto wako waishi vizuri, hatima ya wajukuu wako labda waishi vizuri, ndio maana unaweza kuacha hata shamba, hawatarithi watoto. Unaweza kujenga hata nyumba 2-3 ukasema nyumba za watoto. Unahangaika na shughuli ukasema kwamba ninashughulika na chakula cha watoto. Mawazo mafupi ya kibinadamu tunaishia tu kwa watoto. Lakini Mungu Yesu Kristo ana plani na sisi wanadamu wote aliyewaumba kwa mfano wa sura yake. Bwana asifiwe sana. Ana mawazo mapana makubwa ya thamani ya ajabu, yenye utajiri uliopindukia wa milele. Lakini hayo sisi wakati mwingine hatuoni. Tunaona tu tumemwamini Yesu Kristo kwa ajili tu ya kusamehewa dhambi zetu na kwa ajili ya kuponywa magonjwa yetu ya siku 2-3. Tunaona tu kusamehewa dhambi hapa, tuende mbinguni. Mbinguni tutaenda kusifu milele. Hatuoni zaidi ya hapo. Na ndio maana wakati mwingine tumekuwa wazembe hata katika kutekeleza majukumu ambayo yeye ametuambia. Huyu mtu mkubwa hivi anatuambia, anatuagiza, lakini tunazembea. Hivi kweli tunajipenda? Mimi sijui kama tunajipenda.
tunashughulikiwa na mtu ambaye ni mkubwa sana na ametupa maagizo tuyafanye, lakini pia tunashindwa kutambua kwamba hiki kitu kiko namna gani. Mtu ambaye aliacha raha zote mbinguni alafu akajifanya hana kitu chochote. Hebu angalia pale kwenye nini hapa, kwenye sijui Waefeso. Unajua wapendo, kuna vitu vingine hata unaongea hata sikupanga kuongea, lakini haleluya. Hivi pale anaposema Wafilipi nafikiri Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5. Wafilipi 2:5 anasema kwamba iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Iweni na nia hiyo hiyo ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, ijapokuwa alikuwa na utukufu. Unaweza kujifanya huna hela lakini unazo hela. Unaweza kujifanya kuwa wewe ni maskini lakini sio maskini, ni tajiri. Unaweza kujifanya una njaa lakini kumbe umeshiba. Kwa hiyo alijifanya hana utukufu lakini kumbe ana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Hii mauti ilimpata kwa sababu yako na mimi, kwa sababu yetu kwa ujumla. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Ninasubiri ili tukio kubwa litakalotokea baadaye, kila goti lipigwe mbele ya Mwokozi wetu, na kila kiumbe chochote ambacho kiliumbwa kitatamka Yesu Kristo ni Bwana. Hiyo siku itakuwa ni ya pekee, ni ya ajabu sana. Namuomba Mungu mno, Mungu anisaidie nifike. Na wewe mwambie Bwana, nisaidie nifike siku hiyo, na mimi nikiwa mojawapo niseme Yesu Kristo ni Bwana, lakini hali nimeokoka. Bwana asifiwe sana. Sasa huyu mtu Mungu alipomleta duniani hapa, Yesu Kristo anasema hivi Yohana 4. Huyu ni Yesu, huyu mtu mkubwa huyu. Yohana 4:34. Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki. Chakula gani? Ni atende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize nini? Chakula changu ndicho hiki, ni atende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Kazi gani? Ya kumwokoa mwanadamu. Huyu Yesu katika maombi yake siku moja anamwambia baba yake, kama ulivyonituma mimi, na mimi nawafanya nini? Na watuma wao. Swali, wangapi wametumwa? Wanajua kwamba wameshatumwa. Wangapi wanafanyaga yale waliotumwa?
wanafanyaga. Yani usimetumwa, wangapi wanafanya? Wanaendaga kule walikotumwa. Wangapi wanafanyaga? Mikono juu. Wangapi hawafanyagi? Wangapi na wajua wametumwa ila hawataki, hawatu, yani hawaendagi? Mikono juu. Ishi. Wangapi wanaendaga, wakitumwa wanaenda wanafanya kama ulivyonituma mimi, na mimi na watuma wao. Wangapi wametumwa na wanatekeleza? Mkono juu. Wangapi wametumwa lakini hawataki kwenda? Mikono juu. Sasa badala ya kusema tukuombea hapa, labda umefungwa ujui, umekaa kimya. Ishi. Wangapi Kisukuma wanasemaje? Kutumwa. Kutumwa ni kufanyaje? Eti wait Leticia. Wangapi wametumwa? Wakati mwingine unaweza kufikiri this is joking. It's not joking. Huu sio utani. Nataka nikueleweshe kile ambacho Mungu anakitaka. Kabisa niko serious. Vinginevyo ninakuhakikishia mbele za Mungu wewe ni mtu wa dini. Dini, D-I-N-I, dini. Ni mtu wa dini kabisa. Huna tofauti na yoyote kule ulikotokea. Huna effect yoyote katika dunia. Yaani husumbui ulimwengu wala umsumbui shetani. Yaani kama vile umekunywa Panado iliyo expire, bado kichwa kinauma. Upo duniani lakini huna effect duniani. Ni torch, haina betri. Ila ni torch, ila haina betri, haimuliki. Kwa hiyo ni useless. Ni afadhali upeleke kwa wale wauza makopo wale, wakafanya nini? Ikaongezea uzito, mtu apewe shilingi 400 kilo. Huna effect, yani husumbui giza, humsumbui shetani, huna effect na dunia, upo tu. Ni kama vile ulivyokuwa kule zamani kwenye dini yako, ulikuwa usumbui dunia, ulikuwa upo tu. Ila sasa ukafikiri ulipookoka ukaacha pombe, kwa sababu ulikuwa unakunywa pombe, ukaacha pombe, nimeokoka tu. Lakini hata hivyo wapo wengine ambao hawajaokoka, hawanywi nini? Pombe. Na wala wapo wengine ambao hawajaokoka, sio wazinzi wala sio wezi, sio wavuta sigara wala sio wala tumbaku, bado wako kule. Na wewe tu, nilikuwaga mlevi, nilikuwaga navuta sigara, nilikuwaga mzinzi, sasa nimeacha. Okay, umeacha. Hata kule pia wako walioacha lakini hawana effect, na wewe umekuja hapa lakini bado huna effect yoyote. Sasa una faida gani? Huyu Yesu anasema hivi, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Hapa alipokuwa anasema maneno haya, walikuwa wametoka mahali fulani wanaenda mahali fulani. Haleluya. Wanatoka mahali fulani, usio na la hapa. Wanatoka mahali fulani na mahali fulani. Njaa ikawauma, akatuma wanafunzi wake, mkanunue chakula mjini. Wakaenda kununua chakula mjini. Yeye akabaki peke yake, akaenda kisimani. Alipoenda kisimani akamkuta mwanamke mmoja Msamaria, akamkuta. Akamwambia, dada, naomba maji ya kunywa. Msamaria sio Myahudi.
ni mchanganyiko, huwa ni machotara kati ya Wayahudi labda na Wayunani. Sasa wale waliozaliwa katikati ni machotara, wale nito wa Samaria. Sasa kikabila walikuwa na ubaguzi, wanadharauliana kama vile tu taratibu wa kawaida ulioko duniani huku sasa hivi. Unakuta kabila hii na wadharau hawa, kabila hii na wadharau hawa, ndio hivyo. Wasukuma wanasema makabila, sisi Wanyaturu tunaitaga makabila mili wa Nkonongo, yani kwa namna fulani tunawadharau. Na Wachaga wanasema machasaka, si ndio? Ni kama vile wakabila hawajui kitu. Na Waha mnaitaga wale mnaowadharau makabila mengine mnaitaga nani? Eti Pastor Gomagobe mnaitaga kina nani? Hiyo tu najua naturally ipo. Si ndio wapendwa? Hata mkatae tu. Hata Yesu mwenyewe alimwambia yule mama Mkananayo, mimi siwezi kuwapa chakula cha watoto nani? Kwa hiyo Bwana anaonekana kama umbwa fulani hivi. Japokuwa watu hawapendi hiyo, lakini imeandikwa kwenye Biblia. Hakuwa na maana mbaya, ila tu kibinadamu kudina. Hasa akamwambia yule mama, akasema mimi ni Msamaria kweli, nikuchotee maji unywe. Sasa ungejua unayezungumza naye ni nani, ungemwomba kupe maji ya uzima. Yaani Yesu alikuwa na maji ya uzima. Yesu ndio akaanzia kushuhudia pale. Unajua ushuhudiaji ni mzuri sana. Unakuwa na uwezo wa kuanza kushuhudia juu kwa mtu, kile anachokifanya kina reference kwenye Biblia. Bwana asifiwe sana. Ushuhudiaji ni mzuri sana. Anamkuta anachota maji, akaanza kumshuhudia kwenye maji ya uzima. Akaenda kuwakuta wale wanavua, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Yaani kuna maneno mengi tu yanafanyikaga hivyo. Ni rahisi mno. Sasa yule mama katika mazungumzo wakaanza kumuelewa Yesu. Wewe sijui ni nabii yule, sijui na nini. Baadaye akagundua kwamba ninazungumza na Kristo. Akakimbia kurudi kijijini, kwenda kuwapa taarifa watu kwamba nimekutana na Yesu Kristo. Akawaalika watu waje. Sasa ndio wanafunzi wanaleta chakula. Wakamwambia Yesu, tayari chakula tumekileta hapa. Lakini anasema kwamba chakula changu ndicho hiki, ni afanye mapenzi ya Baba yangu, sio kula huu ugali, sio kula hizi chips au kula wali. Ni atende mapenzi ya Baba yangu. Ni kama vile mapenzi ya Baba yake ni kitu cha kwanza kabisa, hata kabla ya kula chakula. Maana ukisema pale juu kidogo anasema hivi, mstari ule wa 30. Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wakamsia wakisema, Rabi, ule. Akamwambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, ni atende mapenzi yake aliyenipeleka nikaimalize kazi yake. Ndugu zangu wapendwa, hem, tumuone huyu mtu wa thamani wa muhimu namna hii anafanya hivi vitu, alafu anatuagiza sisi, alafu sisi tumekaa tu. Inawezekana kuna mashaka hata katika wokovu wetu. Ukatae usikatae. Ndio maana kuna mtu mmoja alisema kwamba kama huwezi kutafuta aliyepotea, basi wewe mwenyewe umepotea. Unaona kibarua hicho? Kama huwezi kutafuta mtu aliyepotea, wewe mwenyewe umepotea. Kama huwezi kutafuta mtu aliye gizani, basi na wewe mwenyewe uko wapi? Gizani. Utampataje? Lakini ungekuwa nuru, unamulika, tochi unamulika. Hebu angalia Yesu anavyomthamini mtu. Mtu yule ambaye ameheshimiwa, yani umeokoka. Angalia Mathayo 12. Mathayo 12 mstari wa 46. Anasema hivi,
alipokuwa katika kusema na makutano, tazama, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje, wataka kusema naye. Mtu mmoja akafanya nini? Akamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kusema nawe. Akajibu akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni akina nani? Akawanyoshea mkono wanafunzi wake akasema, tazama, mama yangu ni ndugu zangu, kwa maana yeyote atakayeyafanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndio nani? Ndio ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Haleluya! Yule atakayefanya mapenzi ya Baba yangu wa mbinguni, huyo ndio nani? Siku ile mama yake mzazi Mariamu, aliyemzaa kabisa, pamoja na ndugu zake kabisa wa mwili, ambayo ni Yakobo mojawapo aliyeandika waraka wa Yakobo, na Yuda aliyeandika waraka wa Yuda, walikuwepo, na dada zake pia. Unajua Mariamu baada ya kumzaa Yesu akiwa bikira, baadaye alizaa watoto wengine kupitia kwa mume wake Yusufu. Mmoja wapo ambao wameandikwa kwenye Biblia ndio Yakobo huyu na Yuda, ambao hawa pia walikuja kuokoka baada ya Yesu kufa na kufufuka. Kabla afa walikuwa wanamuona tu Yesu, huyu bwana, huyu kaka yetu naye sijui hataeleweki, anazurura tu, anahubiri imani nyingine tu, ameacha kwenda hekaluni, kwenye sinagogi kuna makuhani wetu wanafundisha vizuri, ya elimu nzuri, alafu anazunguka tu, mara anafanya kazi Jumamosi, mara anafanya nini haeleweki, mara anakemea pepo, anafanya sijui miujiza gani. Hawakuwahi kumwelewa Yesu, hawa ndugu zake na Yesu. Mnanielewa ninavyozungumza? Lakini baadaye sasa alipokufa, ile siku anakufa, ndio jua likatia giza, ardhi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunguka, pazia hekaluni likachanika, watu wakachanganyikiwa, wakaanza kusema kweli huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Baada ya siku 2 tena 3 wakamkuta Yesu anatembea mitani, mara anawatokea huyu, mara anawatokea huyu, mara anawatokea huyu, mara anawatokea huyu. Wale wanafunzi ndio wakapata nguvu, wakiomba kwa jina la Yesu mambo yanafanyika. Wakasema kumbe Bwana. Ndio akina Yakobo na akina Yuda na ndugu zake wengine wote wakaokoka. Yakobo ndio akawa mchungaji wa kanisa Yerusalemu, ndio mchungaji wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa wale ndugu zake walipomwendea siku yenyewe, akawakataa. Akaambia, ndugu zangu ni akina nani? Hawa wanakuja hapa kweli wanataka kuzungumza na mimi. Kwa maneno mengine wanaonaga kama mbili nimechanganyikiwa. Kweli hawa ni waumini wa Kifarisayo, wanaendaga kwenye sinagogi au hekaluni wanasali. Wananionaga mimi kama vile nimekuwa kichaa. Ninatembea na wanaume wengine 12 tunazunguka nao mitaani huku na huku. Wananionaga mimi kama kichaa. Ndugu zangu na kina nani? Akanyosha mkono kwa wanafunzi wale 12. Ni hawa hapa. Yeyote anayefanya mapenzi ya Baba yangu wa mbinguni, huyo ndio ndugu yangu na mama yangu na umbu langu. Haleluya. Sasa fikiri vitu kama vile. Sasa sisi tuko hapa, je, tunafanya mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni? Tunafanya mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni? Simple like that. Ninaweza nikauliza hilo swali, tunafanya mapenzi, au unaweza kujiuliza hilo swali, je, tunafanya mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni? Kwa hiyo automatically kama hatuyafanyi mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni, sisi sio ndugu zake na Yesu, ila ni waumini wa Kristo tu, watu wa dini. Ndio maana nimekuambia tangu mwanzo kwamba ni dini. Haleluya. Ni hivyo tu. Tusije tukajifariji kwamba tunaenda kanisani tunasali, haleluya, tunaimba. Je, unafanya mapenzi ya Baba yako? Unajua hatujaitwa kuimba. Hatujaitwa kuimba hapa. Tuliitwa tuende ulimwenguni, tukahubiri watu wapate kuokoka. Huo ndio wito wetu. Enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila nani? Mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha
na kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Siwe nendeni ulimwenguni mote mkaimbe nyimbo, siwe nendeni ulimwenguni mote mkaombe na kufunga, ili iweje? Ila wakati tunapohubiri au tunapofundisha au tunapoelekea kuwashuhudia watu, hapo ndipo italazimika kuomba, hapo ndipo italazimika kutoa fedha zetu, tupande mabasi au tununue spika. Hapo ndipo tunapolazimika kujenga majengo ili wale wanaokuja wafundishwe wakae pale. Mnanielewa mnavyozungumza? Lakini wito hasa ni kwa ajili ya kuendea wenye dhambi. Hamunielewe? Mnanielewa kweli? Wito hasa ni kwa ajili ya kuendea waliopotea. Ndio maana kuna furaha kubwa sana mwenye dhambi moja anapotubu. Mbingu zinafurahi. Kwa sababu gani? Kile alichokiagiza Mungu kimetimia. Amen. Lakini wewe hata kama ukiomba kibubujika hapa, mbingu haipigi vigelegele. Jamani fulani ni wa kiroho sana, ananena kwa lugha masaa 5, uroba shandara. Hakuna vigelegele vitatokea mbinguni. Hakuna. Hata uimbe, udundike, imba, zunguka, vaa sare, mbinguni hakuna vigelegele. Ila mhubiri mtu, muongoze sala ya toba, ndio utasikia mbingu zinatikisika. Haleluya. Ndivyo Biblia inavyozungumza. Wewe imba tu hapa, lakini Mungu anaangalia moyoni, hivi ananiabudu au hapo tu anafanyaje? Au hapo, unajua pia watu wanapoimba kuna mambo mengi humu kwenye kwaya, kwenye mambo ya kuimba kuna mambo mengi. Si kuna mwingine alishuhudia akasema kwamba mimi nilijiunga na kwaya, niliona tu niende kule kwenye kwaya ili angalau naona wenzangu wanaolewa tu kule, wanaotoka mbele kule wanaonekana wanapoimba kule wanatikisika wanaolewa. Sasa na mimi nikaona nijiunge na kwaya ili nionekane ninaimba alafu nichumbiwe niolewe. Wewe nafikiri watu wanaimba, kumbe wako showroom wanakuwa displayed kama simu Samsung, Infinix, Tecno Pro. Toyota, Suzuki iko hapo. Nauliza hii bei gani? Bei gani? Bei gani? Watu wanakaza. Wao siona watu wanakazana, wanaruka. Wanapendeza kweli kweli, wanajitengeneza pale. Wengine wako showroom, rafiki yangu, ili wapate wenzi. Mungu atusaidie sana. Sasa anamsifu Mungu. Ndio maana tunakimbia tunawapelekea hela. Maana wametuburudisha sisi, hawajamburudisha nani? Zile hela zinaendaga kwao. Ingekuwa wanamsifu Mungu, wangekuwa wanapeleka wapi? Kwenye kisonzo. Leo mtu anasifiwa, wanaimba vizuri, anapewa hela na jamaa anaweka mfukoni tu, anaendelea tu. Mwingine anakimbia anapeleka hela, haziendagi kwenye kisonzo kule. Kuanzia leo ukitaka kumtunza mtu, peleka huko tuone. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu wapendwa, Mungu atusaidie, maana tumepelea mambo mengi kumpendeza Mungu, alafu tumeridhika kukaa kama dini. Kwa nini? Mbona siku zinaondoka, siku zinaisha, hatuna sijui nizungumza nini, hatuna effect, hatuleti athari duniani. Tuko vile vile tu. Tumekaa na ndugu zetu, tumekaa na majirani zetu, tumekaa na wafanyakazi wenzetu, tumekaa na wafanyabiashara wenzetu, tunakaa, hatuna effect yoyote. Saa zingine tuna tabia mbaya tu. Utamshuhudiaje sasa mtu wakati una tabia mbaya? Kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Sentesi kali sana hii wapendwa, yaani ni nzito.
ina maumivu makubwa. Alafu shetani hataki tuitafakari sana. Kuanzia leo ukirudi nyumbani, kafungue, soma mara 1000, soma tena na tena, soma tena na tena, alafu waza, soma tena, alafu waza. Ahadi za Mungu mbona ziko wazi wapendwa? Mbona ziko wazi? Kwa mfano Yohana 12, Yohana sura 12. Hii fursa mbona zinapita pita tu? Tunazifanya saa ngapi? Yohana sura 12 na ule mstari wa 26. Yohana 12:26. Biblia anasema kwamba mtu akifanya nini? Akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba atafanya nini? Hii mbona ni upendeleo wa hali ya juu, mbona ni ahadi ya thamani mno. This is the greatest promise had ever been. Haijawahi kutokea ahadi kubwa namna hii, inatamkwa na mtu anayesema kweli, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mahali nitakapokuwepo na mtu huyo atakuwepo. Kama yeye aliacha raha, enzi na utukufu, anarudi kule, ina maana na sisi tukimtumikia tunarudi pale kwenye ile raha na enzi na utukufu. Ndio maana sehemu nyingine nasema tutatawala pamoja na nani? Na Kristo. Tutatawala pamoja naye. Yeye atakuwa amekaa hapa na sisi tumekaa pale pale. Mahali nitakapokuwepo na yeye atakuwepo. Kwa sababu gani? Tumetumikia Mungu. Alafu Baba atamheshimu. Tunafanana katika vitu vingi. Kama walivyonituma mimi, na mimi nawatuma wao. Mimi nimekutumikia, ninakuja kwako unitukuze. Usoma katika Yohana 17. Na hawa pia watakapomaliza kazi watakuja kwako, waishi pamoja na mimi, watakuwa pamoja nami. Bwana asifiwe sana. Hivi hata kama huelewi, okay, ni kipofu, hata kama hujui, sikubali basi kuelekezwa. Wangapi walishakula na kipofu? Kwamba meza imeandaliwa, kipofu kabisa, total 100% haoni. Wangapi walishaka kula chakula? Okay. Ukitaka kula na kipofu, chakula kimewekwa mezani, unampakulia, unaweka hapa ugali na mboga hapa, maji unaweka hapa, na kama kuna maziwa hapa, basi unamwambiaje? Karibu chakula, yuko tu, maana hakioni, si ndio? Kwa sababu hakioni, inabidi uchukue mkono wake. Ameshanawa tayari hapo, umeshamnawisha. Unabidi uchukue mkono wake. Ugali ni huu, unamshikisha kwenye sahani yake, na mboga ni hii hapa, unamshikisha. Alafu na maji ndio haya hapa, unamshikisha. Alafu na maziwa kama yapo ni haya hapa, unamshikisha. Kwenye akili yake sasa hapo anajua kutoka hapa mpaka hapo ni distance ya inchi ngapi. Kwa hiyo anakuwa anachukua ugali, anachovya hapa, anachukua maziwa, anakunywa. Umeshamshikisha. Baadaye anafanya nini? Anashiba. Okay, sasa mimi nawashikisha.
Hivi mnanielewa ninavyozungumza? Nawashikisha. Wangapi wanakaa karibu na wenye dhambi? Nawashikisha basi, mkawaambieni hivi, Yesu anawapenda. Yesu anataka uokoke. Karibu kanisani. Hiyo nakushikisha. Nenda kamwambie, wala huna haja ya maneno mengi, maana kazi ya kuokoa ni nani? Mwambie tu Yesu anakupenda, anataka akuokoe. Karibu kanisani. Kila mwenye dhambi ambao unakutana naye, mwambie tu na kushikisha, ili uyafanye mapenzi ya Baba ambaye ndio chakula cha Yesu. Chakula changu ndicho hiki, niyafanye mapenzi ya Baba yangu. Na kushikisha ule hicho chakula, mapenzi ya Baba. Maana kama vile huoni, na kushikisha. Hata vipofu jamani, si wao wanakula? Basi wewe kafanya tu hivyo. Utawaambia watu 100, 200, hawatakosekana 2 au 3, hata 5 kuja kanisani kati ya wote utakaowaambia. Kajaribu uone. Kajaribu uone, nakwambia. Kajaribu uone. Mwambie leo, mwambie mwingine kesho, mwingine hapo, wengine waambie 3 leo. Jamani, Yesu anaokoa ndugu yangu, okoka. Hivi kuna mengine meneno utajaliwa na Roho Mtakatifu, utamwambia. Utashangaa tu, unamkaribisha kanisani. Watu utakaowaambie wakiwa 100, hutakosa hata 2 au 3 kanisani. Utakuwa umefanya kazi bora sana kwa mwaka kuliko kukaa tu na kuangalia TikTok na Facebook na kuangalia vitu visivyofaa kwenye runinga au kwenye vitu vingine visivyofaa. Mnanielewa ninavyozungumza? Kama kipofu tu anaweza kuonyeshwa chakula akala akashiba, hasa na chakula hiki ndicho ni cha Bwana, anasema mapenzi yangu, chakula changu ndicho niyafanye mapenzi ya Baba yangu. Amemwona mwenye dhambi anakuja pale, anamwambia habari za ufalme wa mbinguni. Nako pia yule mama yule akakimbia kwenda kuwaita watu wengine kule kuja kumwona Mwokozi, na wote wakaokoka waliokuja kutoka kijijini. Yesu akafurahi tena, wakamwomba akae pale, akakaa siku 2. Haleluya. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Tumekaa mno kidini. Narudia tena, hatuna effect. Hatuna athari. Yaani shetani hatumsumbui. Anatuona sisi ni poa tu. Hatumtetemeshi. Na ndio maana tunaota ndoto nyingi za kufukuzwa. Wachawi wanatusumbua katika mandoto zetu. Mnanielewa ninavyozungumza? Hatuna effect yoyote. Sisi sio askari ambao tunaogopewa. Labda ni sungusungu. Sielewi. Inawezekana tukumeshakuwa sungusungu, sijui. Sielewi. Jamani, hata mnichukie sawa tu, lakini vizuri tuzungumze. Bwana asifiwe sana. Lakini pia tuna hatari kubwa. Hata mchungaji anazungumza tu, kwani mimi sijaokoka. Mimi nimeokoka. Mimi sijakwambia hujaokoka, ila huna effect. Angalia Luka sura ya 12. Mimi sikunyang'anyi dini yako bwana. Tuanzie mstari wa 43. Petro akamwambia, Bwana, mithali hiyo umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani
Basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake. 43. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vingapi? Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyoijua. Huyo ni nani wapendwa? Ni Yesu, si ndio? Atamkata vipande vingapi? Viwili, na kumwekea fungu lake pamoja na nani? Ni wasioamini. Ijapokuwa alikuwa anaamini, lakini atawekwa pamoja na kundi la wasioamini. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atafanya nini? Atapigwa ngapi? This is Bible and this is the truth. Hii ni Biblia na hii ndio kweli, na hayo ndio tunayoyaamini, na haya ndiyo atakayotokea. Maana haya lazima yatokee tu. Hayatokei saa hii kwa sababu bado hatujafikia mwisho, lakini ukifika mwisho atatokea tu. Watu watapigwa sana. Uliyajua mapenzi yangu lakini ukuyafanya. Why? Mimi sielewi hivyo vitu kule mbinguni itakuwaje. Ndio maana ni afadhali ujipange tu, yafanye mapenzi ya Mungu, hata kama ukionekana wewe ni mwenda wazimu, uyafanye. Hata uonekane kama wewe huna akili, hata ukionekana wewe kimbelembele kiherehere mno na mambo ya kanisa, afadhali uitwe kiherehere saa hii au kimbelembele saa hii, lakini iwe ni heri uje upone kule mbele ya safari. Jamani, mnanielewa wanavyozungumza? Saa hii ndio utumie mtaji wako vizuri. Huu mwili wako, nilizungumza juzi, mwili huu ni mtaji. Ijapokuwa ni adui mbaya sana, lakini ni mtaji. Lakini mwili unakunyima vitu vingi, kuyafanya mambo ya rohoni. Ukitaka kufanyaga kitu kizuri, si unajinyima mambo mengine. Mwili pia unyime starehe zake. Toa muda wako, kafanye kazi ya Mungu, mapenzi ya Mungu. Omba, toa sadaka zako, tembelea wapendwa, watie moyo. Waliorudi nyuma wako wapi? Na kama una mtu ambaye una hakika alirudi nyuma kwa sababu ya madhaifu yako, umfuate. Ufanye nini? Umfuate. Wengine wanasema kama mimi siwezi kuja kanisa kwa sababu 1 2 3 fulani alinifanya vibaya. Umfuate. Kama tuna mtaji na uko hai, maana kupitia mwili huu unasikia maneno haya ya rohoni. Kupitia mwili huu unasoma maneno haya, macho haya ya damu na nyama yana reflect ndani katika roho. Masikio haya yana reflect ndani katika moyo, ndio unajua Mungu anasema nini. Kupitia mwili huu ndio unajua kuna uzima wa milele. Kwa hiyo mwili ni mtaji. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, nataka niwatie moyo kwamba huu sio wakati wa kucheza. Mungu atusaidie tu. Sio wakati wa kufanya nini? Wa kucheza. Usiyazoee maneno ya Mungu. Usiyazoee maneno ya Mungu. Baraka ya kweli ni pale mtu anapoyafanya mapenzi ya Baba wa mbinguni. Sio kukimbilia baraka. Naenda kuombewa baraka. Ndio maana watu wanamwagiwa mafuta na maji na chumvi, wanapata baraka. Lakini ukweli ni kwamba baraka ya kweli ni pale utakapofanya mapenzi ya nani? Ya Mungu aliye hai. Utaifurahisha mbingu
Utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, mengine mtafanya nini? Tazidishiwa. That's all. Unaweza kuwa na mawazo, ila mbaya sana maneno haya ukiyazoea ni mbaya kuliko, maana nina hakika si rahisi kuyasikia maneno haya kwa wengi, na si kwamba najigamba. Hata mimi mwenyewe huwa nayaogopa haya maneno, sijui yanatokeaga wapi. Hata mimi mwenyewe nayaogopa, na si rahisi. Nimesoma vitabu vingi, nimesikiliza watumishi wengi wa kila design, weupe na weusi, lakini si rahisi kuyasikia maneno kama haya kwa watu wengi. Ni maneno ambayo shetani pia hataki yasikilizwe. Ni maneno pia ambayo anajua watu wakiyafanyia kazi, giza linaondoka kabisa. Nawaambia, giza linaondoka. Hasa kama ni hivyo, mpendwa, kwa nini? Ni maneno ambayo utakuja kusababishiwa ukapewa taji ya ajabu ya utumishi mbele ya safari huko. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Mungu atusaidie. Fanya kazi, tamani kufanya kazi pamoja na Mungu. Hutajuta wala hutaathirika. Ndio maana watu waliifia kwenye kazi ya Mungu, walifurahia kufanya kazi ya Mungu, hata kama watafia mle sawa tu, kwa sababu wanajua watakaa pamoja na Yesu Kristo, alafu pia Baba atawaheshimu. Alafu wanajua ijara iliyoko kule ni bora kuliko huku duniani. Tusimame.